Shida hujijui wewe ni nani. Mimi ni nguzo katika hekalu iliyojenga mwana wa Daudi Solomon. Ilikuwa na nguzo mbili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kulikuwa nguzo nyingi tu. Yapata kama nguzo 45 hivi. Lakini kuna nguzo mbili iliyowekwa kwenye sebule. Nguzo hizi, nguzo mbili. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mwambie wewe ni nguzo. Hizo nguzo mbili, kuna moja ilikuwa upande wa kusini. Hiyo iliitwa nguzo ya mji. Na nguzo nyingine ilikuwa upande wa kaskazini. Hiyo iliitwa Boazi. Haleluya. Wewe ni nguzo. Kanisa linakutegemea. Familia inakutegemea. Shida ni nini? Kutokujijua. Ule ambaye uko naye ndani, ambaye ni Yesu Kristo, ni mkubwa kuliko aliyoko katika dunia hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamwona tangu leo. Tika tosa la mwate demonstration boye. Au comprendre. Ndugu, toka katika usingizi wewe. Ndugu, mwamsho. Jo. Pita. Jo. Muelewe. Amena. Kama mtoto wake ni muda wake, tunapenda watu wapone. Haleluya. Anasema kwamba huu ni mfano wa yule ambaye yuko na Yesu Kristo. Ana nguvu kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi kwa macho yenu ya nyama, nani anaweza kupiga mwenzake? Nani anaweza kupiga mwenzake? Eti aliyoko ndani yenu ni mkuu kuzidi yule aliyoko katika dunia. Amena. Wewe unaye Yesu Kristo, ndio maana unaonekana kuwa mkuu. Shida haujijui wewe ni nani. Lakini nipatie kitambaa wewe. Mpigane kwanza kidogo. Mpigane papa, wai ndio naenda. Mpigane kwanza. Pige ngumu. Mpigane. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini acha kufanya sasa hivi. Tunashuhudia kusema kwamba huyu ana nguvu kumzidi huyu. Na huyu amempiga huyu kwa sababu alikuwa yuko macho. Haleluya. Alikuwa anaona. Lakini sasa tunapotenda makosa na dhambi ambazo tuko nazo, kutokujijua, tunatembea katika upofu. Na huo upofu sio kusema kwamba Yesu hayupo. Yesu yupo ndani yetu. Lakini hatuishi ratiba za kimungu. Hatufanye mapenzi ya kimungu. Haleluya. Basi mpigane. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unaona wanapigana? Nani anapigwa? Mpigane. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu usifungue ukigai mpofu. Kwa sababu huyu yuko na Yesu Kristo, lakini upofu unamsumbua. Upofu wa nini? Wa dhambi. Kutokujijua ni nani? Mwoga wa kutangaza neno la Mungu. Anaishi maisha ya upofu. Na huo upofu ambao tunazungumza ni upofu wa kiroho. Na kutokana na upofu wake, sio kana kwamba Yesu ana ndani yake. Na ndio huyu anakuja kumzungumzia, anakuja kuzungumza ndani ya moyo wako. Acha, njoo kwangu ili tuweze kutembea katika mwanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tunapigwa na wachawi
kwamba Yesu, Mungu aliwatoa wana wa Israeli Misri. Walikuja kama na nguvu za nyati. Ulozi wala uchawi hauna nguvu juu ya wana wa Israeli, wana wa Yakobo. Haleluya. Tunaogopa wachawi na walozi. Shida ni nini? Ni upofu na dhambi zetu tunazozifanya kanisa. Ndio maana tusimame kutangaza Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana kwamba wanafunzi walipopigwa kutangaza neno, wamoja walienda kutangaza neno, lakini Filipo akamtangaza Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Niko naona kama kanisa tuna pamoja. Yaani Filipo alitangaza kwa ujasiri na akamtangaza Kristo ipasavyo. Dhambi inatufanya tuwe vipofu, ijapokuwa tuko na nguvu, ijapokuwa tuko na Yesu. Ndio maana tunaonewa leo. Ndio maana leo kanisa inadharaulika sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kitakachotusaidia ni kuweza kutembea na kumwendea Kristo katika msalaba na kushuka. Kristo ukikuja hapa mbele zake kutokana kwa sababu unajitambua wewe ni kipofu, ataweza kukutoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Shangilia, shangilia. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo ulivyo mkuu kwa sababu naye mkuu ndani yako. Lakini shida ni nini? Huko kipofu huoni. Amen, amen. Tunaelewa? Wewe ni nguzo. Wewe ni nguzo. Eti hizi nguzo zilipambwa vizuri sana. Zilipambwa vizuri sana. Na kutokana ya jinsi wewe ulivyo, ndio maana vita viishi kwenye utumishi wako, kwenye huduma yako. Familia inakugombanisha kila leo kwa sababu wewe ni nguzo. Wachawi wana vision bebe, wana macho ya kuona huyu atakuja kuwa mtu fulani. Wanaanza na wewe vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa sababu wewe ni nguzo. Lakini anasema kwamba tutoke basi katika upofu ili ile kazi ya nguzo iweze kushika. Amen, amen. Kazi ya nguzo ni kushika, kusimamia kabisa paa isianguke juu. Haleluya. Pia kuna nguzo katika kanisa. Tuache kuwapigia mawe hao, ndio wanatushika. Ndio nguzo ya kanisa. Kwa nini sasa maneno mengi? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ole wake anayepigana na mtumishi wake. Apigane naye, apigane na Mungu mzima. Bwana Yesu atusaidie sana. Wewe unayetaka kanisa ianguke chini, ujue kwamba Mungu hatakupiga. Wewe unayepiga na kuweza kusababisha mtoto wa watu ili asiweze kukoa vizuri, ujue kwamba una shida. Anategemewa na wazazi, anategemewa na ndugu. Lakini pia na wewe nguzo, usidharau hiyo plani. Tuatii, usidharau manjanja hiyo. Kwa sababu hiyo manjanja ndio inakusaidia wewe usipigwe na mvua wala kupigwa na jua. Bwana Yesu atusaidie sana. Jambo lingine tunapelekea sio kwa upofu, kupenda cheo makanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekupenda cheo makanisani. Hata Mungu akuite, hata Mungu akupandishe. Yule ambaye kwenye madaraka, wewe acha tu. Na ndio maana kuna wakati mwingine mtu anapokosea, hata kama ni mtumishi, acha kumsemea mbaya, muendee umwambie. Haleluya. Hata ni kweli amefanya lile jambo, muendee kwa sababu ya upendo wa yule mtu. Nani asiyopenda ndugu yake kwenda mbinguni? Ndio maana neno linasema kwamba ni furaha kumuona tu katika safari, lakini wewe unataka kurudi nyuma. Ineni bondea wewe bondea. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kupenda cheo, Mungu atakupandisha tu. Huko kwaya, mimi nikuwe de kwaya. Huko mwingine mimi nikuwe wa hivi. Mimi nikuwe hivi sina nitanda skofu hivi shit. Hivi cheo ambapo tunapenda Mungu anataka tumtumikie vyema ipasavyo. Ukitaka kazi ya uskofu, unataka, lakini usiwe mtu wa kulaweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tukuwe na cheo, lakini hicho cheo kimpendeze Mungu.
Ukisoma ile Hesabu 16:1-5 ni habari ya Kora na Musa. Kora anataka ajipandishe yeye hawe juu, warudie tena Misri walikotoka. Lakini Musa alimwambia, njoo asubuhi kwenye hema la Bwana, tuone mimi na wewe nani aliyoteuliwa kuwa kiongozi wetu. Neno la Mungu linasema kwamba alienda kuzimu nzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Acheni kupigana na watumishi wa Mungu walioteuliwa. Na wewe mtumishi wewe, acha usiwe mtu wa kulalamika. Fanya kazi zako ipendavyo, kwa sababu neno la Mungu ni upanga wenye makali kuwili. Eti neno la Mungu ni nyundo, ni moto. Haleluya. Kukosa upendo na ubaguzi kanisani, hiyo inapelekea kanisa kuishi katika maisha ya upofu. Upendo unaenda wapi? Upendo. Wakati tunapozungumzia upendo, ni jambo la kuweza kuacha tamaa kichini, kumtafuta yule ndugu yako ambaye unakosana kila leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haina maana kuja kujaza tu kanisa. Tuishi kile ambacho Mungu anataka kanisa. Kwaya wengine wapatana. Huko wapatana. Kwenye madhabahu ndio hivyo, tutaenda wapi? Haleluya. Ndio maana tunazunguka katika mlima Seiri kwa sababu ya upofu. Ndio maana tunazunguka tunaenda uamsho. Bwana tupatie uamsho. Mungu anataka wewe achana na zile. Tuishi katika upendo, tuache chuki. Haleluya. Mimi sipendaki wabembe nao wale nao bange wakuya baba. Nani anasema katika kanisa la Bwana? Haleluya. Aliye na masikio asikie Roho anatuambia kanisa. Tutaamka hapa kama tunaachana na haya mambo. Tuache ubaguzi. Achana na hivyo. Hakuna mtu mke wala mume kwa Kristo. Sisi wote ni wabibi harusi wa Kristo. Kwa nini? Upendo hakuna. Na hiyo yote inatupelekea kuishi katika maisha yasiyopendeza Mungu. Nasema hakuna atakayemwona Bwana wa utukufu asipokuwa. Sasa wewe kila siku chuki, unapenda kwenda mbinguni. Wana wa Israeli walitoka Kanaani, wanaelekea nchi ya ahadi. Ni mfano wa sisi tuko katika jangwa ya dunia hii. Haleluya. Lakini ingekuwa heri tutazamie Kanaani ya mbinguni, huko ambapo tunaelekea. Amen. Baba wa kidari, acha kwanza. Acha utende katika upofu. Kumbe ile ni mwogo. Acha tu. Tunasema tena kutokumshukuru Mungu, kutokulisoma neno, kutokuomba. Haya yote mambo pia yanapelekea mtu kuwa kipofu. Soma neno, utapata ufahamu mzuri. Omba, Mungu atakuonyesha na atapatia nguvu za kuzishinda. Ndio maana nasema kwamba tuvae silaha. Utapambanaje na nguvu za giza na taabu na majaribu usipozivaa hizo silaha? Vaa silaha. Lakini hatupendi tena kuomba. Maombi iwe maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna vigezo vinavyokusababisha wewe uombe vizuri na uweze kusikika na Mungu. Tunaenda kuomba vibaya huku tukiwa na shida na dhambi na makosa. Tuachane kwanza na vyote hivi. Kutokumshukuru Mungu pia ni upofu, kwa sababu unapomshukuru Mungu atakuongezea zaidi, kwa sababu unatambua ukuu na wema wake. Haleluya. Kuna siku niliposhukuru mwenye maombi akasema, ushuhuda mkubwa kama huu unawacha. Tambua makuu ya Mungu. Angalia kulala na kuamka. Ni wangapi wanabadilisha jina kuitwa vipofu viwete visiwi? Ndugu zetu tulikula nao